Vipi zama? Safi. Kwema? Kwema. Naona umetulia kwenye kimkeka hapa. Unajua tena mambo ya kufunga upepo. Ndio, joto kali. Sana Vipi, na jamaa yupo? Ametoka. Ametoka? I see. Tuabata sana wewe. Hela maisha ya bwana. Unaweza kukuta mtu anapata bahati, mwanamke katulia. Mwanamke mstaarabu kabisa. Lakini anakuja kupata mtu mwenda wazimu. Ando bahati ya mtu ilomkutia. So kila mtu anapenda mwanamume ambaye hajatulia au mwanamume ambaye mcharuko, mwanamke ambaye mcharuko. Hiyo inakuwa tu bahati yako, ndio maana unaambiwa bahati ndio kuwa na mtu asiyetulia. Yaani kwa mfano wewe mwanamke ulivyo mpole hivyo umetulia zako mstaarabu muda wote uko nyumbani. Unakuja kuwa na mtu mwanaume wa ajabu rafiki yangu muda wote kuzurura kweli. Nasema hivyo kwa sababu sio kama mimi nimependa lakini nimempenda yeye. Nitafanyaje sasa? Vitu vingine unajua dunia hii saizi na watu wengi. Hizo tabia za hizo tabia unazozungumzia za zamani, eti mtu anavumilia kaolewa watu 7 wanawake 7 mtu anakaa tu ya mambo ya zamani. Za hizi mtu wanaume wote mtu anakaa sasa kwa mfano kama hivi unajua nikwambie kitu kimoja. Unajua kwenye masuala ya pombe kuna vishawishi vingi sana. Sawa, alafu mimi nakukubali sana. Unajua sasa vitu kama anavyofanya labda mume wako sio kitu kizuri. Kwa umri wake sio kabisa wa kulewalewa ovyo. Uso bora ulewe na mwanamke wako pia awe mlevi kuliko eti wewe unalewa unajizalilisha baa huko alafu mwanamke wako mpole mstaarabu. Sasa hapo mbona umemkuta alewi? Mimi kwanza hapo umenikumbusha zamani. Mimi nilikuwa nalewa kweli. Yaani mimi nilikuwa nalewa kuliko yeye sasa. Yaani mimi ndio nilomfanyia apunguze pombe. Yule alikuwa analewa kuanzia asubuhi mpaka kesho yake macho. Na tuko tunaenda wote sani moja. Yeye kaniona mimi sasa nazidi, kaamua na sasa apunguze. Mimi nilikuwa na roast hadi ya konyagi. Viroba. Zamani sikuwa kuna viroba vile. Siku hizi si hamna, kuna mambo ya kivanti. Kiroba kile mimi nakikata. Na kuwa na roast mpaka nakitia kwenye chupa ya maji ya kunywa kama soda vile. Na kunywa. Wewe. Umenikumbusha mbali sana. Lakini sasa hivi mimi sinywi, nimeamua tu kutulia kuwa mtu mwema basi. Kwa hiyo hata lakini kwa pombe hivi. Hata mume wako kwa hiyo kapunguza. Hapo kapunguza sana. Mpaka anarudi nyumbani halali huko. Alikuwa analaga huko kwani? Lakini yuko ba. Namwamini yuko ba. Mpaka kuna kuchwa asubuhi saa 1 namkutia pale ba. Ndio anarudi huyo. Wewe kumbe haya maisha haya mmezoea kitambo tu mnajua. Sasa maisha si ya kawaida, si kuelewana tu kujua mwenzako ni mtu aina gani na wewe ni mtu aina gani, wewe uishije na yeye ishije. Mnaishi. Unafikiri kama tungekuwa tujaelewana tungeishi hivi? Tusingeishi. Tumeelewana ndio maana tumeweza kuishi. Mbona anajua wewe mlevi mbwa? Sema hapo kapunguza sana. Hapo anaonja sasa. Mwana mlevi. Hapo anaonja na hata kufikia hapo mimi mwenyewe nashukuru Mungu. Huyu alikuwa zaidi ya hapo. Ninavyokueleza. Unajua tena. Mtu akishazoea pombe kuacha inakuwa ngumu. Kila mtu anakuwa na starehe yake. Na hujisikii vibaya vile? Sisikii chochote. Mimi toka hivi nilipokuwa na mtoto niko busy tu na mwanangu. Muhimu anarudi salama. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Vitu vingine vote atajuaga mwenyewe. Nafikiri tena saizi kuna mambo ya kufuatilia. Bwana wewe. Kwema. Kama kawa. Safi, karibu. Asante. Nimekaribia bwana, nimetoka mbali. Karibu. Yaani hapa nilikuwa natembea haraka na nawaza ubibie nitamkuta. Mimi nipo niende wapi? Shaka mama nyumbani sasa. Upo. Hapa najua mchizi katoka. Ametoka muda mrefu mbona? Najua hawezi kukaa homu mida hii. Ndaka homu mida hii. Bora nimekukuta Musa. Kuna vitu bwana sisi wanaume tukivifanya inabidi tunamuogopa Mungu. Hiyo ni kweli, ni kweli. Ila anachokifanya mwenzetu sio. Japenda kabisa. Sijapenda.
jamaa mtu wadogodogo sana. Afu mimi nashangaa nakosa nini hapa? Unafikiri? Mimi bora tu nikwambie. Mimi ndio maana naambia huyu. Upele muda mwingine unamuota mtu asiyokuwa na kucha. Mimi nimeamini hiyo message. Kwa sababu gani? Jinsi wewe ulivyo, mtu hawezi kufanya vitu kama hivyo. Huwezi kufanya vitu kama hivyo. Yule anapenda vidada fulani hivi vitoto vya 2000. Yeye ndo anaruka navyo. Mtu sikujizalisha haya kwa kweli anakosa nini? Hivyo ulivyo, hivyo mtu yaani watu ambao huyu anawaita wadogo zake, yeye ndo anatoka nao. Kana itambwa au paka. Anaenda kutafuta UTI ya kuletea wewe sasa. Ya kuumwa wewe utakuja ku. Mimi ndo maana nikasema kwa yamenikaa hapa nimeyatunza, yamenikaa. Nikaona jioni. Ngoja nikazurule kwanza nimkute shemeji. Alafu mtu ukiona unamkubali kumwambia vitu vya msingi kama hivyo ni sawa na ni sahihi, kwa sababu huwezi kumwacha mtu anaangamia. Sasa magonjwa mengi, vitoto vya 2000 hivi vina UTI kali. Sasa huyo hapo kabla hatujaoana. Kweli hizo ndo zilikuwa mambo zake. Toto dogo wanawake walopinda wasojielewa, lakini nashukuru siku hizi alhamdulillah anarudi nyumbani. Alikuwa arudi kabisa nyumbani. Nakutana naye mimi, yeye anaingia na wasichana wawili anawatumia. Mimi ndo nimemfanya aache ile tabia. Yaani yeye anafanya kama ile mapenzi ya group. Ndio mimi nimemkuta kwenye maisha hayo. Lakini nimeweza kumwachisha vitu vyote mpaka sasa hivi. Anarudi nyumbani, kapunguza pombe, halali huko. Kwa kweli nashukuru. Kwa sababu maneno mengi, taarifa nyingi, nafikiri nyinyi ndio wa kwanza. Watu kibao hapa wananiambia. So nyinyi mnaokuja hapa ambao mmenikabili, wengine hata kwenye simu wananipigia. Lakini siku hizi nashukuru ameacha, sio kama zamani, sio kama mwanzo, lakini hata hivyo mambo hayo kawaida, huenda anawaita tu waende kwa nao kama zamani. Kwa hiyo naona maisha ilimadi yaende. Shazaa, nishakuwa na watoto, sasa hizi nitaenda wapi na utu uzima huu? Naenda 32 naenda wapi? Ila si anapofanya sio, yani si issue, sio kwamba nini, issue ni kwamba yani lengo ni kujenga. Mtu anavyokosea ndo kama hivyo. Sababu mtu hawezi kupenda watu wadogo. Kuna hatua inabidi ichukuliwe sheria. Kwamba wewe kama wewe mwanamke mzuri hivyo unatakiwa ufanye maamuzi. Wewe unatakiwa ufanye maamuzi. Sasa mwanaume kuona watoto, kwanza watoto wazuri kila siku wanazaliwa. Mimi mwenyewe nilikuwa mzuri kama hao mpaka sasa hivi na miaka 30. Bado nyinyi mnaniona mzuri. Ina maana nilikuwa mzuri kiasi gani nilivyokuwa mtoto. Kwa ina maana kuwaita kawaida kwa mwanaume kumuona mtu mzuri kumuita. Unafikiri utamfunga kamera, utamfanya nini? Muhimu anajiheshimu, ananihudumia. Nashukuru Mungu kwa kweli. Mshahara wote wa kazini ninao mimi. Labda anawatumia bure na raha ya mwanamke wa nje ahongwe. Lakini mimi pesa zote ninazo mimi. Sijui wenzangu wanapewa nini huko. Na sijui kwa muda gani, lakini namuona anapoenda baa, taarifa zake zote ninazo. Akirudi anarudi saa 5, saa 6, harudi asubuhi, avuki saa 7, je kurudi saa 7. Zamani wakati kabla hatujaoana, hivyo vitu ndo vilikuwa vyake, najua vilivyo. Yaani anidanganye hata kidogo. Maana yake hata nikimwambia akirudi akatae na naomba msamaha, maisha yanaendelea. Na wewe hiyo haikuumia. Kawaida. Umezoea? Kuita vitoto vidogo tena. Anajifurahisha akiwaita, kama akiomba namba ya simu akifanyaje atajijua mwenyewe, lakini mimi ninachokijua hela zote nazo mimi, labda anawapa anaenda kuwatumia bure. Mambo kawaida. Semeji, vipi? Naletea chakula gani? Juisi, maji, soda. Au mko fresh? Wewe tu hapo. Chochote kile angalia atachokuwa. Pole yenyewe nao pia alishachoka maana. Hata juisi. Kitu chochote cha baridi yani maana hata juisi. Au hata kama umenani ugali umenyonga au kuna kipolo. Basi nalete vinywaji afu nalete chakula. Sasa. Jasiri fulani. Kana maisha yamezoea. Inaonekana mbele. Hapo swali.